Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kiwango cha zawadi ni kizuri sana na kiwango cha zawadi ni kikubwa, maana tangu nianze kucheza sijawahi kukutana na ligi kama hii na sijawahi kucheza ligi kama hii. Kiwango ni kizuri sana. Kwamba tumekuja kushindana ili tutafute pointi 3. Maana hakuna mtu ambaye anacheza kwamba labda akaangalia kwamba akaja kwa kushindwa, ila tunacheza ili kusudi tutafute hicho ambacho kipo mbele yetu. Sisi kama klabu au wilaya ya Kongwa tumefurahi sana kuwepo na ligi ambayo imeanzishwa na Elias Ndao. Tunafurahi sana kwa sababu hajawahi kuanza ligi ya namna hii. Kwa sababu ligi ni hela kubwa kidogo na watu wameamka sana baada ya kuona dau lililowekwa mezani. Umeona? Dau ni kubwa sana. Kwa hiyo watu wameamka na vijana siku hizi tumekuwa kama ndio sehemu yetu ya furaha kuja kujiunga na hii ligi, kufurahia burudani ya mpira, kukuza vipaji na vitu kama hivyo. Tumsikilize mratibu wa michuano hiyo akibainisha zaidi. Mshindi wa kwanza milioni 2. Mshindi wa pili milioni 1.5. Mshindi wa tatu milioni 1. 500,000 iliyobakia imegawanyika: timu bora, mashabiki bora, golikipa bora, mfungaji bora, mtendaji wa kijiji bora, mtendaji wa kata bora na mwenyekiti wa kijiji bora. Timu ziko 24. Tumekaribisha wilaya ya Kongwa lakini kata tofauti tofauti. Kata ya Chitego tuna timu 2 zinatoka Chitego, ambaye ni Chitego City na Super Mkongoto. Meneja wa ligi hiyo Mwalimu Santos Magesa naye alikuwa na haya ya kueleza. Ni kwamba kuanzisha ligi hii ni fursa kwa vijana kuweza kupata ajira. Na moja ya mikakati ambayo tulikuwa tumekiana na ndugu Elias, moja wapo ilikuwa ni jambo kubwa sana la kuweka katika kanda hii Sport Academy ambayo itajulikana kama Elias Sport Academy, na mpaka sasa hivi timu 24 zinazoshiriki kutoka Kibaigwa na kutoka kata karibia 18 katika wilaya hii ya Kongwa limeshirikisha timu nyingi, na utaratibu uko vizuri na mipango iko vizuri. Tukiwa viwanjani tulipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki mbalimbali kuhusiana na ligi hiyo. Sisi wanalolini imetuletea sifa nzuri kwa sababu watu mbalimbali wanakuja kutembelea hapa, vile vile kuna vipaji vinavyotokea hapa. Ametufanya hapa tulipo tumekuwa tunakuja tunapata burudani, tunajifundisha mengi kupitia soka na uhakika kwamba tunakokwenda tutafika mbali. Tunashukuru kwanza kaleta waandishi wa habari, hatujawahi kuona ligi ya mchangani yoyote ina waandishi wa habari. Bwana Elias Financial Company, popote pale ulipo, salute. Kwanza katika kanda yetu ya Zoisa hatujawahi kupata mfadhili wa kuweka kuanzia milioni 5. Huwa tunapata 700,000. Imezidi sana milioni na 500,000. Kwa mfadhili huyu amejitahidi sana kwa sababu tayari ametokea paundi ya milioni 5. Hatujawahi hajawahi kufanyika mashindano kanda hii ya milioni 5. Na chama cha mpira kikatueleza tukaanzisha ligi ambayo ina zawadi za aina tofauti. Kwa sababu sisi ligi tulioanzisha kwamba kila timu inayoshiriki itapatiwa mpira. Kila timu inayoshiriki mbali na kupatiwa mpira, vile vile kuna zawadi za mwisho. Tutakuwa na mchezaji bora, mfungaji bora, lakini zile timu zitakazofika 16 bora kuna kitu kingine zitaongezewa, ambapo shabaha yetu hii ligi iendelee kwa miaka yote. Tutakuwa inaenda, tutatanua kwenye maeneo mengine, lakini hii ni upande mmoja. Tunafikiria kuanzisha jambo lingine kama tawarsha ambayo itahusisha upande wa wanawake, watapata semina ya ujasiriamali, tutagusa makundi mengine kwa sababu sisi lengo letu tunatamani tuguse kila sehemu. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.